Leo ambalo ni tunaendeleza somo ambalo tulianzisha siku ya Ijumaa iliyopita. Japokuwa tulikuwa na matatizo mengi Ijumaa, lakini hata hivyo tuliweza kufanya ile iliwezekana katika hali hiyo. Na leo tunataka tuliendeleze somo hilo, na kwa sababu ya vile tulikuwa na matatizo ya hapa na pale siku ya Ijumaa, mambo mengine ambayo tuliyataja siku hiyo tutayarejelea ili tusiweze kupoteza jambo lolote, hasa katika nakala ambayo inanakiliwa. So nawakaribisha nyote ambao mko kwa mtandao kwenye Google Meet, na yeyote ambaye ako kwenye mtandao wa Facebook Live kwenye somo letu la siku ya leo ambalo tulilianzisha Ijumaa iliyopita. Topic yenyewe ni agano la Mungu na Abrahamu ambalo lilimhusu Kristo. Na najua kwamba katika kichwa hicho kinaibua maswali labda kwenye mawazo ya watu wengine, kwa sababu agano hili ambalo tunalitazama katika somo hili ni agano ambalo halitajwi sana kati ya agano ambazo zinatajwa. Mara nyingi huwa tunaongea kuhusu agano lile la kale ambalo ni agano la mlima Sinai na lile agano jipya ndani ya Kristo. Lakini lile agano la Mungu na Abrahamu mara nyingi halitajwi. Hata kuna baadhi ya Wakristo wengi hawajui kama kuna agano kama hilo. Na kwa hivyo leo shabaha kubwa katika msururu wa mafundisho haya kuhusu agano la Mungu na Abrahamu ni kuonyesha ya kwamba agano hili ni muhimu mno, kwa sababu wokovu wa watu wa dunia, mataifa yote ya dunia, umeahidiwa katika agano ambalo Mungu aliagana na Abrahamu. Lakini mwanzo kabisa tutasoma andiko tangulizi ambalo litatudhibitishia ya kwamba kichwa chetu cha somo hili ni sahihi, kwa sababu tunaongea kuhusu agano la Mungu na Abrahamu ambalo lilimhusu Kristo. Tunaposema hivyo tunamaanisha ya kwamba alipomuahidi mambo Mungu rafiki yake Abrahamu alinuia kutimiza ahadi zake katika Kristo. Na andiko letu tangulizi ambalo litatuonyesha kwamba kuna agano la Mungu na Abrahamu lililomhusu Kristo linapatikana katika kitabu cha Wagalatia sura yake ya 3 na mstari ule wa 15 hadi ule wa 16. Hapo ndipo chanzo kizuri cha mafundisho kuhusu agano hili, kwa sababu andiko hilo linadhibitisha kuhusu agano hilo na linatuambia mambo kadha wa kadha ambayo ni msingi muhimu katika kuelewa jambo hili. Na Wagalatia 3 mstari wa 15 hadi ule wa 19 unasema hivi: ndugu zangu, nanena kwa jinsi ya kibinadamu,
lijapokuwa ni agano la mwanadamu, hata hivyo likisha kudhibitika, hakuna mtu alibatilishaye wala kuliongeza neno. Mtume Paulo anasema hata kama lingekuwa ni agano la watu bila Mungu kuwemo katika agano hilo, likisha dhibitisha ama likisha dhibitiwa, hakuna awezaye kulibatilisha wala kuliongeza kitu ama neno. Mstari wa 16 anasema, basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na mzao wake. Ahadi katika agano hili zilinenwa kwa Ibrahimu na mzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yani Kristo. Hiyo inatuambia ya kwamba agano la Mungu na Abrahamu, ambapo Mungu alimwambia Abrahamu ya kwamba kupitia kwa mzao wako mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Anaposema mzao wako, Mungu anamaanisha Yesu Kristo. Hivyo ndivyo mstari wa 16 unatuambia, na nitaurejelea. Unasema hivi, basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yani Kristo. That tells us that the seed that God promised Abraham, through whom all the tribes of the world would be blessed, that seed is Jesus Christ. Mstari wa 17 inasema, nisemalo ni hili, agano lililothibitishwa kwanza na Mungu, Torati iliyotokea miaka 430 baadaye, hailitangui hata kuibatilisha ile ahadi. Mstari wa 17 unatuambia ya kwamba kuna agano ambalo Mungu alilithibitisha pamoja na Abrahamu, na agano hilo lilikuwa ni miaka 430 kabla ya lile agano lililoleta sheria kwa mkono wa Musa, ambalo ni agano la mlima Sinai. Ile ya kimombo, hasa King James Version, itasema ni agano la Mungu na Abrahamu lililomhusu Kristo. Hiyo ya kimombo King James Version inataja Kristo, na ninaweza kusoma mstari wa 17 kwa lugha ya kimombo unasema, and this I say, that the covenant that was confirmed before of God in Christ, the law which came 430 years after, cannot disannul, that it should make the promise of none effect. Hiyo inatuambia ya kwamba agano la Mungu na Abrahamu, ni Mungu mwenyewe alitoa ahadi kwa Abrahamu kuhusu mzao wake, ambaye kupitia kwa mzao huo mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Na andiko hilo mstari wa 17 linatupatia hata wakati ambapo agano hilo la Mungu na Abrahamu liliwekwa muhuri. Wakati huo ni miaka 430 kabla
ya matukio ya mlima Sinai. Na mstari wa 18 inasema, kwa maana urithi ukiwa kwa sheria haui tena kwa ahadi, lakini Mungu alimkirimia Ibrahimu kwa njia ya ahadi. Hebu tutafakari hayo. Mstari wa 17 unasema, lile agano ambalo lilitiwa muhuri na Mungu linalomhusu Kristo, sheria iliyokuja miaka 400 baadaye haiwezi kulibadilisha agano lile. Haiwezi kulibadilisha agano lile, hata kulifanya ahadi ambayo Mungu aliahidi katika agano hiyo iwe haina maana. Hiyo inatuambia nini? Inatuambia matukio yaliyotukia mlimani Sinai kuhusu sheria na Torati haina nguvu na mamlaka ya kubadilisha agano ambalo Mungu aliagana na Abrahamu miaka 430 baadaye. Hiyo ahadi inasimama, iwe sheria ama isiwe sheria. That is basically what that scripture is saying. Ya kwamba matukio ya sheria na agano lile la mlima Sinai haliwezi kubadilisha. Ameanza mstari wa 15 akituambia ya kwamba hata kama lile agano lilikuwa ni miongoni mwa watu, likishawekwa muhuri haliwezi kuongezwa kitu ama kubadilishwa. Haliwezi kuongezwa chochote ama kubadilishwa. Na sasa hili agano halihusu tu watu, linahusu Mungu na rafiki yake Abrahamu. Na katika agano hili kuna ahadi ambayo Mungu alimtolea Abrahamu. Na huo mstari wa 18 unasema ahadi hiyo ilihusu urithi. Kwa maana urithi ambao Mungu alimwahidia Abrahamu, kama ungekuja kwa njia ya sheria, haungekuwa tena kwa njia ya ahadi. Lakini Mungu hakumwahidi urithi Ibrahimu kwa njia ya sheria. Alimwahidi urithi kwa njia ya ahadi. Hiyo ndio kwa maana sheria ile haiwezi kubatilisha agano lile ama kulifanya lile ahadi kuwa haina maana. Alafu anauliza mstari wa 19, Torati ni nini basi? That is a question. What purpose then serves the law? Na anasema sheria iliingizwa ama iliongezwa. Ile ya kimombo itasema the law was added. The law was added, iliongezwa kwa sababu ya makosa, hata aje huyo mzao ambao Mungu alimwahidi Ibrahimu. Torati ni nini basi? Iliingizwa kwa sababu ya makosa, hata aje huyo mzao aliyepewa ile ahadi. Iliamriwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe. Na tunajua ya kwamba mjumbe wa agano hilo alikuwa ni mtumishi wa Mungu Musa. So tunaambiwa sheria iliongezwa. Iliongezwa kwa nini? Huwezi kuongeza kama hakukuwa na kitu kinachoongezwa. You can only add to something. So the law was added to something. And this scripture inatuambia sheria iliongezwa kwa agano la Mungu na Abrahamu. Kuanzia mstari wa 15 wa Galatia 3, ndugu yetu mtume anaongelelea kuhusu agano la Mungu na Abrahamu.
Na anapoongea kuhusu sheria, anasema sheria ilikuja miaka 430 baadaye na iliongezwa kwa lile agano la Mungu na Abrahamu. Iliongezwa kwa nini? Iliongezwa ili kushughulikia swala la dhambi na makosa, ifanye kazi hiyo hadi atakapokuja yule mzao ambao Mungu alimwahidi Abrahamu, mzao ambao tayari tumeshadhibitisha ya kwamba mzao huo ni Yesu Kristo Bwana. So andiko hilo, Wagalatia 3 mstari wa 15 hadi ule wa 19 umejaa umuhimu mwingi sana kuhusu swala nzima la agano la Mungu na Abrahamu, hasa kuhusu wokovu wa watu ama kubarikiwa kwa mataifa yote ya ulimwengu kupitia kwa mzao wa Abrahamu. Na kuna katika agano hilo kuna ahadi nyingi ambazo Mungu alimtolea rafiki yake Abrahamu. Tutakuja kuziona ahadi hizo, na ahadi hizo zote zinatimia kwa njia moja ama nyingine, na tutakuja kuona utimilifu wake. Lakini tumetaka tutangulie na ahadi hiyo moja ambayo ndiyo kuu zaidi, ambayo Mungu alimwahidi Ibrahimu. Ahadi ya kusema kwamba kupitia kwa mzao wake mataifa wote wa dunia watakuja kubarikiwa. Na tumeambiwa ahadi hiyo katika agano hilo hakuna kitu kinaweza kulibadilisha. Nothing can change that covenant or alter it, even to the point of making that promise null and void. Likishadhibitiwa halibadilishwi wala haliongezwi kitu. Na tumedhibitisha ya kwamba hata Torati haina mamlaka ya kubadilisha agano lile la mwanzo, wala kuongeza chochote, wala kusababisha kile ambacho Mungu alimwahidi Abrahamu katika agano hilo kitoke kuegemezwa katika ahadi, kiegemezwe kwenye misingi ya Torati. The promise of God in his covenant with Abraham was made as a promise, and it cannot be changed. That promise stands. Na kama vile neno limesema mstari wa 19, inapokuja sheria ama Torati haiji kuibadilisha lile agano wala kufanya ile ahadi kuwa haimo tena. Tunaambiwa mstari wa 19, Torati inaongezwa kwa lile agano kwa makusudi ya kushughulikia swala la dhambi hadi ule mzao aliyoahidiwa Abrahamu atakapokuja. Kwa hivyo sheria na Torati inakuja kusaidia katika kutimilizwa kwa ahadi ambayo Mungu alimwahidi Abrahamu. And I will repeat that. The law is added to the Abrahamic covenant to facilitate the fulfillment of that covenant, not to change that covenant or to make that promise null and void. Na kama sheria inaingizwa kwenye agano hilo ili kusaidia katika kutimilizwa kwake, basi ni dhahiri ya kwamba ahadi ile katika mipangilio ya Mungu, ahadi ile ni muhimu kuliko sheria. Na nitarudia hiyo. Kama sheria inaongezwa ama inaingizwa
kwenye agano la Mungu na Abrahamu ili kushughulikia dhambi kabla aje ule mzao ambao aliahidiwa Abrahamu. Basi katika mpangilio wa Mungu, ile ahadi na lile agano lake na Abrahamu linachukua umuhimu mkubwa hata kuliko hiyo sheria. Kwanza kabisa ndilo lililotangulia lile agano. Tena sheria inaingizwa kusaidia katika kutimizwa kwa agano hilo. Na mambo hayo ni muhimu kwa sababu inatuthibitishia kihakika ya kwamba wokovu wa watu wote wa dunia ambao unapatikana ndani ya Kristo uliahidiwa Abrahamu katika agano lililotangulia agano lile la mlima Sinai. Nafikiri hayo ni mambo ambayo yanaeleweka vizuri. Na agano ni nini hasa? Agano ni mkataba, ni makubaliano, ni agreement ya hali ya juu sana. Tunaposema covenant, tunasema ni makubaliano ambayo yametekelezwa ama yamepigwa muhuri kwa the seriousness ambayo ni ya juu sana. Na hasa katika maagano kuna husika kiapo. Katika agano la juu hivyo kuna husika kiapo. So agano ni mkataba, ni maelewano, ni makubaliano katikati ya watu, katikati ya vikundi vya watu, katikati ya mataifa, ama katikati ya mtu ama watu na Mungu. A covenant is the highest level of an agreement. Ni mkataba uliopigwa muhuri kwa kiwango cha juu zaidi. Na kuna agano mara mbili. Kuna agano mara mbili. Kuna agano ambalo halina masharti. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba ni agano ambalo kutimizwa kwake hakutegemei pande zote mbili. Pande moja ndiyo ina wajibu wa kusababisha agano hilo lisimame. Hilo ni agano ambalo halina masharti. Kuna agano ambalo lina masharti. Agano lenye masharti ni agano ambalo pande zote mbili zina wajibu wa kutekeleza ili agano hilo lisimame. Mambo mengine tunayarudia kwa sababu ya matatizo tuliyokuwa nayo Ijumaa. Agano lenye masharti, a conditional covenant, is a covenant where both parties or the parties involved have a duty, have a mandate to execute so that that covenant can stand. Upande mmoja wa agano hilo lenye masharti usipotekeleza wajibu wake katika agano hilo linaanguka. Agano lenye masharti haliwezi kuimarishwa na upande mmoja wa agano hilo, hata kama upande huo utakuwa mwaminifu namna gani. Agano lenye masharti ni lazima pande zote zitekeleze wajibu wake katika agano hilo ili agano hilo liweze kusimama. Pande moja isipotekeleza, agano hilo limeanguka na hakuna upande sasa unawajibika kutekeleza agano hilo. Na mfano wa agano ambalo liko na masharti
ni lile agano la mlima Sinai. Lile agano la mlima Sinai lilikuwa kati ya Mungu na Israeli. Na agano hilo lilikuwa na masharti. Hiyo inamaanisha Mungu aliwaambia wana wa Israeli, mkifanya hivi na mimi nitafanya hivi. Msipofanya hivi na mimi nitafanya hivi ama sitafanya hivi. So ili agano hilo lisimame, ilibidi wana wa Israeli wafanye sehemu yao katika agano hilo, ili na yeye Mungu afanye sehemu yake katika agano hilo. Ilibidi Mungu afanye sehemu yake katika agano hilo, ili na wao wana wa Israeli waweze kufanya sehemu yao katika agano hilo. Upande mmoja ukikosa kufanya kile ambacho ulikiahidi katika agano hilo linaanguka. Na tutakuja kuona ya kwamba lile agano la mlima Sinai katika Waebrania 8 tunaambiwa ya kwamba wana wa Israeli hawakuweza kutekeleza upande wao wa agano hilo, na kwa hivyo agano hilo likaanguka. Mungu akalitupilia mbali, akalete agano lingine jipya. Hizo ndizo aina mbili za agano. Agano ambalo halina masharti na agano ambalo lina masharti. Na tutakuja kuona ya kwamba agano la Mungu na Abrahamu halikuwa na masharti yoyote kwa Abrahamu. Mfano wa agano lingine ambalo halina masharti ni agano ambalo Mungu aliingia pamoja na mtumishi wake Daudi mfalme. Na kuna mambo mengi sana ambayo Mungu alimwahidi Daudi ambayo hayakutegemea kile ambacho Daudi atakifanya. Mungu alimwahidi Daudi kama ahadi tu ya kwamba nitakufanyia hiki na hiki na hiki. Na kwa hivyo Daudi hakuwa na wajibu wa kufanya ili Mungu atekeleze agano lake na Daudi. Mambo mengi ambayo Mungu anayatekeleza kwa sababu ya agano lake na Daudi, anayatekeleza hata baada ya Daudi kufa. Na hata anawaambia wana wa Daudi, anapokasirika na wana wa Daudi na anaona ni kana kwamba angewaadhibu, anawaambia isipokuwa ni agano langu na baba yenu Daudi ningefanya ABCD. Lakini kwa sababu anaheshimu agano lake na Daudi, anakosa kufanya hayo, kwa sababu alimwahidi Daudi mambo fulani ambayo hayakutegemea Daudi kufanya jambo ili Mungu amtimizie. Agano la Mungu na Daudi ni mfano wa agano lisilokuwa na masharti. Agano la Mungu na wana wa Israeli mlimani Sinai ni mfano wa agano ambalo lina masharti. Na hiyo ni muhimu kwa sababu agano lenye masharti linategemea pande zote mbili. Pande moja ikifail, agano lote limefail. Agano la Mungu na Abrahamu, Mungu aliahidi peke yake, na tutakuja kuona ya kwamba hata aliapa peke yake. Aliapa peke yake. Hakuapa na Abrahamu akaapa. Mungu aliapa peke yake. Hiyo ni kumaanisha kutimizwa kwa agano hilo hakutegemei kile ambacho Abrahamu atakifanya. Kunategemea uweza na uaminifu wa Mungu wa kulitekeleza. Na hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwa sababu Mungu ni mwaminifu kikamilifu,
na Mungu hashindwi na jambo lolote. Anapomuondoa Abrahamu katika masharti na anapoapa yeye mwenyewe, kama tutakavyoona, inamaanisha yeye amejitwika mzigo wa kusababisha agano hilo liweze kusimama. Na kama agano hili litasimama kwa uweza na uaminifu wa Mungu, basi tunaweza kuwa na uhakika ya kwamba agano hili litasimama milele yote. Hiyo ni muhimu. Anything that is solely dependent on God, then we are sure that nothing in this world or in heaven can stop what God has promised to do. Lakini agano ambalo linategemea watu wafanye ndio Mungu afanye, basi watu wasipofanya, Mungu hana wajibu tena wa kufanya kile ambacho alikiahidi. Huo ndio utofauti wa lile agano la mlima Sinai na lile agano la Abrahamu na Mungu na lile agano tumetoa kama mfano, agano la Mungu na rafiki yake Daudi. Na ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka, hatuna muda katika the time we have kusoma maandiko hayo yote, so ningependekeza mtu aweze kuyaandika akayasome kwa wakati wake. Ukisoma Kutoka 19 mstari wa 5 na wa 6, kisha usome Kumbukumbu la Torati sura yake ya 28 yote. Sura yake ya 28 inaongea kuhusu masharti. Mukifanya hivi nitafanya hivi, mukifanya hivi sitafanya hivi. Agano lile limejaa masharti, na ni agano ambalo lilitegemea uwezo wa watu kutimiza masharti yale. Na kama tunavyojua, uwezo wa watu ni uwezo hafifu. Ndio kwa maana katika Waebrania nimesema tutakuja kusoma ya kwamba Mungu alisema Waisraeli hawakuweza kulidhibiti agano hilo, na kwa hivyo akawaachilia mbali. Kwa nini yatupasa kulielewa vizuri agano hili? Ni kwa nini tuelewe vizuri agano hili? Kama nilivyosema hapo mwanzo, ni kwamba wokovu wa watu, the salvation or the redemption of mankind, all mankind through Jesus Christ, is based on this Abrahamic covenant, not on the old Mount Sinai covenant between God and Israel. Wokovu wetu hasa sisi watu wa mataifa, na hiyo haiondoi wa Israeli, lakini hasa sisi watu wa mataifa, uhusiano wetu na Mungu wa Ibrahimu haupatikani katika lile agano la mlima Sinai. Tutaona katika mafundisho haya ya kwamba agano lile la mlima Sinai liliwafungia nje watu wa mataifa yote ya dunia, isipokuwa tu wana wa Israeli walihusishwa katika agano hilo. Lakini mara nyingi utakuta kwamba kwa sababu ya kutofahamu mambo haya, Wakristo wengi tunachukulia lile agano la mlima Sinai kana kwamba ni katika agano hilo wokovu wetu unapatikana. Na tutaonyesha katika mafundisho haya ya kwamba wokovu wetu hasa watu wa mataifa haupatikani kwa misingi ya lile agano la Mungu na Israeli lililofanyika mlimani Sinai. Wokovu wetu unapatikana kwenye misingi ya agano la Mungu na Ibrahimu, kwa sababu ni katika agano hilo Mungu anaambia Abrahamu, mataifa wote wa ulimwengu watakuja kubarikiwa kupitia kwa mzao wako. Na tumedhibitisha sasa mzao huo ni Kristo. Lile agano la mlima Sinai linasema, nimewachagua nyinyi wana wa Israeli kuwa taifa langu la kipekee kando na mataifa yote ya ulimwengu. The
Mount Sinai covenant was exclusively between God and the nation of Israel. But God in the Abrahamic covenant alitengeneza nafasi moja kwa moja ya kuwalete mataifa katika baraka ambazo alizinuia ziwapate watu kupitia kwa Yesu Kristo. What am I saying? Nasema lile agano la Mungu na Abrahamu linatoa nafasi moja kwa moja kwa mataifa kuokolewa na kubarikiwa. Lile agano la mlima Sinai linawaondoa mataifa mengine yote ya ulimwengu katika agano hilo. Linakuwa ni agano la Mungu na wana wa Israeli. Na anaposema wana wa Israeli, anamaanisha wana wa Yakobo, sio wana wa Ibrahimu. Kwa nini? Kwa sababu Israeli ni Yakobo. Yakobo ndiye aliyebadilishwa jina akaitwa Israeli. Na Yakobo aliwazaa vijana 12 ambao ndio mababa wa taifa la Israeli. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha mzaliwa wa Ibrahimu aliyezaliwa na yule mjakazi Haga, jina lake Ishmaeli, ijapokuwa amezaliwa na Abrahamu, hana nafasi katika lile agano la mlima Sinai. Ni mzaliwa wa moja kwa moja na Abrahamu, hamna shaka, hata ndiye mzaliwa wa kwanza wa Abrahamu, lakini hana nafasi katika lile agano la mlima Sinai kwa sababu yeye siyo mwana wa Yakobo. Abrahamu akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Esau na Yakobo. Kwa hivyo Esau ni mzaliwa wa moja kwa moja na Abrahamu, lakini Esau na uzao wake hawana nafasi katika lile agano la mlima Sinai. Lile agano la mlima Sinai linahusisha peke yao watoto wa Yakobo, ndugu yake Esau. Na kama wazaliwa wa moja kwa moja na Abrahamu katika njia ya mwili, hawana nafasi katika agano lile. Je, itakuwaje kwa watu wa mataifa ambao hawana uhusiano wowote wa kimwili na baba yetu Abrahamu? Ndio kwa maana tunaambiwa ya kwamba katika kitabu cha Waefeso, watu wa mataifa walikuwa mbali na yale maagano. Tutakuja kuona mambo hayo. Ndio kwa maana ni muhimu tulielewe agano hili la Mungu na Abrahamu, kwa sababu ni ndani ya agano hilo tunapata nafasi ya kuwa na urithi ambao Mungu alimwahidi Abrahamu. Na sio sisi tu ambao hatukuzaliwa na Abrahamu moja kwa moja, bali na hata wazaliwa wengine wa Abrahamu kama nilivyosema, Ishmaeli na Esau, nao pia wanapata nafasi katika agano hilo la Mungu na Abrahamu. Hawapati nafasi katika agano la mlima Sinai. So ni muhimu tuelewe ya kwamba agano hilo la Mungu na Abrahamu ndilo linatupatia nafasi ya kubarikiwa ndani ya Kristo Bwana. Na kama nilivyosema ni kwamba agano la mlima Sinai liliwatenga mataifa, na vitabu vingi vinaonyesha hivyo. Walawi 20 mstari wa 26, that is Leviticus 20 verse 26. Kumbukumbu la Torati 7 mstari wa 6, that is Deuteronomy 7 verse 6. Waefeso 2 mstari wa 12, Waefeso 2 mstari wa 14 na 15, Petero wa kwanza 2 mstari wa 10,
Warumi 11 mstari wa 17 na 18, Yohana 10 na mstari wa 16, zote zinaonyesha vile watu wa mataifa hawakuwa na nafasi katika Mungu kupitia agano lile la mlima Sinai. That is why the Abrahamic covenant is very important to us, because it is in that covenant that room is created by God for the salvation of the Gentiles. Na kile kitu ambacho kinatupatia tumaini na ahadi basi ni muhimu kwetu kuliko kile ambacho kinatuweka nje. I don't think hapo kuna argument yoyote. Agano la Mungu na Abrahamu linatoa nafasi moja kwa moja kwetu, lakini agano la mlima Sinai linatutupa nje. Kwa hivyo kwetu agano la Mungu na Abrahamu ni muhimu kuliko lile agano la Mungu na wana wa Israeli. Na hata kwa wana wa Israeli wenyewe, agano la Mungu na Abrahamu ni muhimu sana kuliko lile agano la mlima Sinai, kwa sababu ni katika Kristo mzao wa Abrahamu hata na wazao wa Yakobo wanazaliwa kuwa wana wa Ibrahimu, ama mbegu ya kiroho ya Ibrahimu. Tutakuja kuona mambo hayo. Na kwenye agano hilo la Mungu alitoa ahadi kwa Abrahamu bila masharti. Hiyo tushasema. Na alimwahidi Abrahamu mambo yote ambayo Mungu alimwahidi Abrahamu katika agano lile. Alimwahidi sio kwa sababu ya mambo atakayoyafanya Abrahamu, bali ni kwa sababu ya mambo ambayo tayari ameyafanya. There is a difference between those two things. Agano la masharti linasema ukifanya nitafanya, ukifanya nitafanya, usipofanya sitafanya. Lakini agano la Mungu na Abrahamu, Mungu anaambia Abrahamu kwa sababu ya vile umefanya. Because of what you have already done, now mimi nitakufanyia ABCD. Ahadi hiyo inategemea kile tayari Abrahamu amefanya. Haitegemei kile ambacho atakifanya baadaye. Na ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura yake ya 22 mstari wa 16 hadi ule wa 18, Mwanzo 26 mstari wa 3 hadi ule wa 5, Warumi 3 mstari wa 13 na Waebrania 6 mstari wa 13 hadi ule wa 20, utaona mambo hayo. Mungu anamwambia Abrahamu kwa sababu ya kile ambacho umekifanya, na mimi nitakufanyia ABCD. Sio kwa sababu ya kile utakachokifanya. Kwa hivyo wokovu wetu, ukombozi wetu umeegemezwa, it is based on that unconditional covenant in which our salvation was promised by God. Katika agano la mlima Sinai hakuna ahadi ya wokovu kwa watu wa mataifa, hakuna ahadi ya uzima wa milele hata kwa wana wa Israeli. Nimenyamaza ili hilo liingie. Katika agano la mlima Sinai kuna ahadi nyingi Mungu amewaahidi wana wa Israeli, lakini sio pamoja na uzima wa milele. Kwa hivyo hata Waisraeli wenyewe ahadi ya wokovu na uzima wa milele wanaipata kupitia kwa mzao wa Abrahamu ambaye tumeambiwa ni Yesu Kristo Bwana. Ndio kwa maana ilihitajika injili ya Kristo ihubiriwe Wayahudi na Wayunani, kwa sababu wote kwa pamoja wanapata nafasi ya kuokolewa na kupata uzima wa milele kupitia kwa mzao wa Abrahamu ambaye ni Yesu Kristo Bwana. Na
sio tu kwamba Mungu aliahidi. Mungu aliahidi kwa kiapo. Sio tu kwamba Mungu alisema nitafanya. Alisema nitafanya, na akataka kumudhibitishia rafiki yake Ibrahimu kwamba atafanya kwa kuchukua kiapo ambacho kilikuwa ni kiapo cha juu zaidi enzi hizo kuweza kuchukuliwa na watu ambao wanaingia kwenye agano. Ni kiapo cha namna gani? Tunasoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura yake ya 15 mstari wa 8 hadi ule wa 21, jinsi baada ya Mungu kumwambia Abrahamu mambo ambayo angemfanyia, Abrahamu alimuuliza, nitajuaje ama nitathibitisha aje ya kwamba mambo hayo yatakuja kuwa kama vile ulivyoyasema? Na jambo hilo ni muhimu kwa sababu kabla ya Abrahamu kumuuliza Mungu hivyo, neno linasema wakati Mungu alimuahidi mambo hayo yote, Abrahamu alimuamini Mungu. Abraham believed God, and Mungu akamhesabia imani hiyo yake kuwa ni haki. Abraham believed God, and it was counted for him for righteousness. Kabla aulize udhibitisho, alikuwa tayari amemwamini Mungu. Kwa hivyo ni kana kwamba alikuwa anataka dhibitisho kutoka kwa Mungu ambalo litamsaidia katika kugojea ahadi hizo. He wanted a sign or something from God that would give him strength to wait for that promise. Na ni katika swali la Abrahamu litajuaje, ambapo Mungu aliingia katika kiapo hicho ambacho kimeandikwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura yake ya 15 mstari wa 8 hadi ule wa 20. Ni kiapo cha namna gani? Mungu alimwambia Abrahamu achukue wanyama kadha ambao wameandikwa hapo, pamoja na ndege aina 2, na wanyama hao awapasue katikati vipande viwili, isipokuwa ni wale ndege. Lakini wanyama wapasuliwe mara 2, wawekwe kando kando. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba kama ni mwana kondoo, apasuliwe mara 2, upande mmoja uwekwe hapa, upande mwingine uwekwe hapa, hapa katikati kubaki nafasi. Lakini wale ndege wasipasuliwe. Na Abrahamu akafanya hivyo. Akachukua hao wanyama, akawapasua vipande viwili, akaweka kipande kimoja hapa na kipande kingine hapa, kukabaki nafasi hapo katikati. So kulikuwa na laini moja ya nusu wanyama na laini nyingine ya nusu wanyama pamoja na wale ndege, na hapa katikati bila shaka kulitiririka damu ya hao wanyama. Hiyo ndio ilikuwa njia ya kuingia katika the most serious covenant was entered into in that manner in those days. Kiapo cha juu kabisa ambacho watu wangekiapa kiliapwa kwa jinsi hiyo enzi hizo. Lakini cha muhimu hapa ni kwamba wakati watu walitaka kuapa kiapo cha namna hiyo, wale ambao wanaapa wangepitia katikati ya hao wanyama wote wawili ama pande zote mbili. Pande zote mbili zingepitia katikati ya hao wanyama, na hata mara nyingine wangepitia pale wameshikana mikono.
wangepitia pale wameshikana mikono katikati ya wale wanyama, mahali ambapo damu ya wale wanyama ilikuwa imelowesha, kwa sababu wanyama walikuwa wamepasuliwa mara mbili. Hicho ndicho kilikuwa kiapo cha juu sana. Lakini katika kiapo cha Mungu, Abrahamu tunaambiwa alikuwa kando, hata alikuwa ameshikwa na usingizi mkubwa. Abrahamu hakutakikana katika agano lile kupitia katikati ya wanyama waliochinjwa. Hiyo inamaanisha ya kwamba Abrahamu hakuapa chochote. Lakini wakati wa jioni, na najua wahubiri tunapenda kuhubiri kuhusu jambo hilo, ijapokuwa tunatilia mkazo vile ambavyo Abrahamu aliwafurusha wale ndege. That is what mostly we speak about. Lakini kuna kitu kilicho cha kina sana kilichofanyika pale kuliko Abrahamu kufurusha wale ndege. Kwa sababu ilipofika masaa ya jioni, kwa ishara ya moto, Mungu alipitia katikati ya wale wanyama waliopasuliwa mara mbili. Hiyo ni kumaanisha Mungu aliapa kiapo cha juu sana kwa rafiki yake Abrahamu ya kwamba atamtimizia ile ahadi aliyomwahidi katika agano lile. Ni kwa nini watu walipitia katikati ya wanyama waliopasuliwa mara mbili, wakikanyanga damu ya wanyama wale? Ni kwa sababu katika agano la namna hiyo, watu waliopita katikati ya wanyama hao walikuwa wakisema, nisipotimiza ahadi yangu katika agano hili, niwe kama wanyama hawa. Hiyo ndio ilikuwa maana ya kwamba wanapopitia katikati ya wanyama hao, kwa kiapo wanasema, kama sitatimiza ahadi yangu katika agano hili, niwe kama wanyama hawa. Na unaona ya kwamba Abrahamu hakupitia katikati ya wanyama kwa sababu hakuhitajika. Mungu hakuhitaji uwezo wa Abrahamu wa kutimiza chochote katika agano lile. This is a wonderful covenant upon which our redemption and salvation in Christ is based. God deliberately removed Abraham from any oath because God did not want his eternal purposes to be dependent on the abilities of Abraham or of any man whatsoever. God wanted his eternal purposes to be solely dependent upon him. Because when it is dependent upon him, then nothing can stop that covenant from being fulfilled. Ni matumaini yangu ya kwamba Roho wa Bwana atatusaidia kuelewa mambo haya. So anapopitia pale katikati ya wale wanyama, Mungu anasema, basically what God is saying is that if I do not, kama sitakutimizia wewe Abrahamu agano langu kwako na ahadi iliyo katika agano hilo, basi mimi niwe kama wanyama hawa ambao wamepasuliwa mara mbili. Ndio kwa maana mahali pengine inatuambia Biblia ya kwamba kwa sababu Mungu hakuwa na mwingine mkubwa kumliko ili aape na yeye. Najua wale ambao ni wasomi wa Biblia wanajua hiyo imeandikwa katika kitabu cha Waebrania. Kwa sababu watu huapa na yule mkubwa kualiko. Lakini kwa sababu Mungu hakukuwa mwingine mkubwa aape na yeye, Mungu aliapa kwa nafsi yake mwenyewe. God saw kwa nafsi yake mwenyewe. God put his life on the line as he saw to Abraham. Aliapa
kwa nafsi yake mwenyewe. Aliwekelea nafsi yake mwenyewe katika kiapo hicho. Now you can see how serious God was in that Abrahamic covenant. Kwa sababu hakuna mahali pengine tunamuona Mungu akiapa kiapo cha namna hiyo. Hata wakati aliumba mbingu na nchi na akaumba vyote vilivyomo, hakuapa kwa njia yoyote ile. Lakini anapoongelea wokovu wa watu kupitia kwa Yesu Kristo Bwana, Mungu anaapa kwa nafsi yake mwenyewe. I swear by my own life. Aliswear kwa nafsi yake mwenyewe ya kwamba atatekeleza kile ambacho alimwahidi rafiki yake Abrahamu. Wokovu wetu, wokovu wa mataifa yote ya dunia pamoja na wana wa Israeli, umejengwa kwenye msingi wa agano la Mungu na Abrahamu, ahadi ya Mungu kwa Abrahamu katika agano hilo, na kiapo ambacho Mungu aliapa kwa Abrahamu ya kwamba atatimiza kile ambacho alikiahidi ndugu yake Abrahamu. Na kama nisemavyo ni kwamba unapoongea na wahubiri na watumishi, wakati mwingine wanaenda mbele yako. Najua wengine wetu sasa wametangulia kwenda mbele kuona ni kwa nini ilibidi Mungu amtoe mwana wake wa pekee afe ili wokovu wetu upatikane. Lakini tutakuja kufika huko. So Mungu alitoa ahadi kadha wa kadha kwa Abrahamu ambazo aliziapia kwa kiapo hicho. Lakini tumesema ahadi ya juu kabisa ambayo Mungu alimtolea Abrahamu ni ahadi ya wokovu wa watu wa mataifa yote ya dunia, utakaopatikana kupitia kwa mzao wa Abrahamu aitwaye Yesu Kristo Bwana. Na tutakuja kuona ya kwamba mambo mengi Mungu anayafanya in reference to that promise. Kama tulivyosoma kwenye kitabu cha Wagalatia ya kwamba hata inapokuja sheria haina uwezo wa kubatilisha agano lile ama kufanya ahadi hiyo kuwa haina maana. Actually inapeanwa kusaidia ili Mungu aweze kumtimizia Abrahamu agano alilomwahidi. Kwa sababu tunaambiwa hiyo sheria ilipeanwa igojee mzao wa Abrahamu ambaye Mungu alimwahidi. Na hiyo inatuambia moja kwa moja ya kwamba wakati sheria inapeanwa, huyo mzao wa Abrahamu hajafika tayari. So that one rules out Isaac. Because by the time the law is given, Isaac was long dead. But the scriptures are telling us that the law was given at Mount Sinai, was added to the Abrahamic covenant to await for the seed of Abraham, whom God promised would, through him, save all the nations of the earth. So kwa hakika, wakati sheria inapeanwa, huyo mzao hajakuja. Na ndio kwa maana tumeambiwa huyo mzao ni Yesu Kristo Bwana. So ahadi zimetolewa kwa Abrahamu na mzao wake. Na ahadi kwa Abrahamu tunaziona, lakini kabla nifike hapo, mambo ambayo nimeyaelezea kuhusu kiapo hicho cha wanyama waliopasuliwa, unaweza kuona mfano ama neno linaloashiria jambo hilo kwenye kitabu cha Yeremia. In the book of Jeremiah chapter 34 verse 18 to 19, there is mention there of that kind of a covenant making oath, ambapo wanyama wanapasuliwa mara mbili na wanaoapa kiapo wanapitia kati ya wanyama hao. Jeremiah ama Yeremia 34 mstari wa 18 hadi wa 19. Kuna
linatajwa agano la namna hiyo. Na ahadi zimetolewa kwa Abrahamu, tunaziona ni katika Mwanzo 12 mstari wa 1 hadi wa 3, ambapo anaambiwa katika wewe baadhi ya mambo ambayo ameambiwa inamalizia na kumwambia ya kwamba ni katika yeye ambapo watu wote wa dunia watakuja kuokolewa. Ni katika yeye. Na ahadi hiyo Mungu anairejelea ama anainena tena kwa Isaka mwana wa Ibrahimu katika Mwanzo 26 mstari wa 3 na wa 4. Ahadi ambazo Mungu alizitolea Abrahamu anazinena tena kwa Isaka mwana wa Abrahamu. Na baadaye katika kitabu cha Mwanzo 28 13 na 14, Mwanzo 25 11 na 12, Mwanzo 46 mstari wa 3 na wa 4, ahadi hizo Mungu anazirejelea kwa mwana wa Isaka ambaye ni Yakobo. So God makes these promises to Abraham, and he speaks the same promises to Isaac, and repeats the same promises to Jacob, just to make sure that God was ready, God was intent, God was determined to fulfill his part, the part he said he will fulfill in the Abrahamic covenant, because Abraham had no part whatsoever in the fulfillment of that covenant. So amenena kwa Yakobo, amenena kwa Isaka. Na jambo lingine ni kwamba ambalo tungetaka kuliona katika somo hili ni kwamba mambo yote ambayo Mungu alimwahidi Abrahamu katika agano hilo yametimia kwa namna mbili. Yametimia kwa namna mbili. Hiyo ni kumaanisha ahadi zote hizo Mungu anazitimizia Abrahamu kwa namna ya kawaida, yani namna ya kimwili. Hiyo ni namna moja ambayo Mungu anatimiza ahadi hizo. Na pia anazitimiza kwa namna isiyokuwa ya kawaida, yani kwa njia ya kiroho. All the promises God made to Abraham in the Abrahamic covenant, God fulfills those promises in two ways, two different ways. One way is the natural way, and the other way is the spiritual way. Hiyo ni muhimu na itatusaidia katika kuelewa. Na tutaona ya kwamba agano zote, ahadi zote ambazo amemwahidi Abrahamu zimetimizwa kwa njia hizo mbili. Kwa mfano, Isaka alikuwa mzaliwa wa moja kwa moja wa kimwili wa Ibrahimu. Lakini anapokuja Kristo anakuwa ni mwana wa Ibrahimu, sio kwa sababu amezaliwa moja kwa moja na Abrahamu, lakini ni kwa sababu ni mwana wa Ibrahimu wa kiroho. Hiyo ni mfano tu. Tutakuja kuona mifano mingine kama hiyo. Na mambo ambayo Mungu alimwahidi Abrahamu katika agano hilo, mojawapo ni hilo nimetaja, ya kwamba atakuwa na uzao. Atakuwa na uzao. Na jambo lingine ni kwamba atakuwa baba wa mataifa na wafalme. Mungu alimwahidi Abrahamu atakuwa baba wa mataifa ambao yatakuwa na wafalme.
Jambo lingine ni kwamba Mungu alimwahidi Abrahamu atalifanya jina lake kuwa kuu. I will make your name great. Jambo lingine ni kwamba Mungu alimwahidi Abrahamu nchi ya ahadi itiririkayo maziwa na asali. That is nchi ya utele. A land of plenty. Mungu alimwahidi Abrahamu ukombozi, redemption. Nakumbuka tumesema mambo hayo yote yametekelezwa kwa njia mbili. Kwa njia ya kawaida, njia ya kimwili, na kwa njia ya kiroho isiyokuwa ya kawaida. Kwa hivyo amemwahidi ukombozi. Amemwahidi ushindi. Uzao wako utamiliki milango ya adui zako. Huo ni ushindi, security. Amemwahidi ya kwamba nitakuwa ngao yako, na nitakuwa your exceedingly great reward. Sijui niseme hiyo kwa Kiswahili niseme aje, lakini anamaanisha yeye Mungu ndiye atakuwa kitu cha dhamana sana ambacho Abrahamu atakipokea kutoka kwa Mungu. And that is interesting. Yaani Mungu anaambia Abrahamu, wewe kwa sababu najua kuna mahali Abrahamu aliuliza Mungu, utanipatia nini na mimi hata mtoto sina, na hata mrithi wangu ni huyu mtu wa Dameski, jina lake nilipotea. Mtumishi wake aliitwa aje? Eliezer wa Dameski. Asante sana. Akamuuliza Mungu, utanipatia nini? Mungu akamwambia, ndio nasa nasema Mungu alimwambia, mimi ndio nitakuwa kitu muhimu sana ambacho wewe Abrahamu utakipokea kwangu. Na hiyo ni muhimu kwa sababu hatimaye tunaona Mungu akijitoa ndani ya Kristo ili kuwa manufaa yasiyolinganishwa na mengine kwa watu wa ulimwengu huu. So alimwahidi ushindi na security, protection, na alimwahidi baraka. Baraka ambayo ni yote mema ya dunia hii. Na pia akamwambia utakuwa baraka kwa wengine. Na akawaambia watakao mbariki pia na wao watabarikiwa. Na juu ya mambo haya yote akampatia alama. Akampatia alama ya tohara, ili iwe ukumbusho ya kwamba kuna maagano wameagana na Musa na rafiki yake Abrahamu. Lakini hapo ningetaka kutaja kitu kabla tumalize. Naona saa zetu ni kama zinakaribia kuisha, na ningetaka kutoa nafasi ya dakika kadha ya comments ama swali ama observation. Ikumbukwe ya kwamba tohara ile ya kawaida ilitahiriwa hata wale ambao hawakuhusishwa katika agano la mlima Sinai. Nitarudia hiyo. Si wote waliotahiriwa kwa njia ya kawaida walihusishwa katika lile agano la mlima Sinai. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Ishmaeli alitahiriwa pamoja na Ibrahimu siku moja. Katika maandiko ya kitabu cha Mwanzo sura yake ya 17 mwisho utakuta ya kwamba Ishmaeli alitahiriwa pamoja na Abrahamu siku moja. Kwa hivyo Ishmaeli aliingizwa katika agano la Abrahamu kuhusu tohara, lakini hakuingizwa katika agano la Mungu na Waisraeli la mlima Sinai. Baada ya Ishmaeli kuna mtu anaitwa Esau ambaye pia alitahiriwa kama vile
Mungu alimuamurisha Abrahamu vijana wake watahiri, lakini Esau pia hakuingizwa kwenye agano la mlima Sinai. Agano la mlima Sinai linawatenga sio tu watu wa mataifa wasio na uhusiano wa kimwili na Abrahamu, linawatenga hata watu ambao wametahiriwa kwa lile agano la Mungu na Abrahamu. Hiyo inatuambia nini? Agano la mlima Sinai ni kando kabisa na lile agano la Abrahamu na Mungu, ambalo agano la Abrahamu na Mungu liliashiria ukombozi wa mataifa, lakini agano la Mungu na wana wa Israeli lilikuwa ni kuhifadhi taifa la Israeli. The Mount Sinai covenant was for the preservation of the nation of Israel, because it was from that nation that God would bring the Messiah, the Savior of the world. And that nation had to be preserved for that purpose. Kwa hivyo hilo agano makusudi na madhumuni yake ni kulisimamisha na kulihifadhi taifa la Israeli hadi, kama vile tuliambiwa Wagalatia 3:19, lihifadhiwe hadi until atakapokuja mzaliwa wa Ibrahimu, Bwana Yesu, ambaye ataishinda dhambi na kuokoa mataifa yote ya ulimwengu. So kwa sababu ya muda, Ijumaa ijayo tutazitazama ahadi za Mungu katika agano lake na Abrahamu na vile zimetimizwa kwa namna mbili, pamoja na hilo ahadi ya kwamba kupitia kwa mzao wako mataifa wote watabarikiwa, na ahadi zote zingine hizo ambazo tumeziorodhesha. Na wacha nikome hapo kwa sababu ya muda. Nitoe shukrani zangu kwa sababu ya wote ambao wako kwenye mtandao wa Google Meet. Ninawaona wengi, na nitoe shukrani zangu kwa wale ambao wako kwenye mtandao wa Facebook Live. Niseme Bwana awabariki. Tuendelee kuomba ili Ijumaa ijayo tuweze kuendelea kupata ufahamu zaidi kuhusu agano hili ambalo nimesema na tumeona kimaandiko ya kwamba ni muhimu kwetu kuliko agano lingine lolote lile ambalo Mungu aliingia kati yake na watu, hata kuliko lile agano la mlima Sinai. Asanteni sana. Bwana awabariki na azidi kuwatenda mambo mema. Ningetaka kuchukua